Kipindi hewani ni Mambo Leo, na sasa na kusogezea habari za michezo kwa mchana wa leo. Ujerumani. Baada ya Ujerumani kutolewa kwenye michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026, kipa wa timu hiyo Manuel Neuer ametangaza kustaafu soka la kimataifa. Katika mchezo huo wa jana dhidi ya Paraguay, Ujerumani ilipoteza kwa mikwaju ya penalti 4-3 baada ya mechi baina ya timu hizo kumalizika kwa sare ya bao 1-1 katika dakika 120 za kawaida. Neuer ambaye alizaliwa upya na kurejea kikosini kwa ombi maalum la kocha Julian Nagelsmann kwa ajili ya mashindano hayo, amehitimisha sura yake ya mwisho akiwa na jezi ya timu ya taifa kwa masikitiko baada ya ndoto zake kukwama mapema kuliko ilivyotarajiwa. Licha ya matokeo hayo machungu, hakuna anayeweza kufuta ukweli kwamba Neuer anaondoka uwanjani kama mmoja wa makipa bora zaidi kuwahi kutokea katika historia ya soka duniani. Alikuwa nguzo muhimili ya mafanikio ya Ujerumani, ikiwemo ubingwa wa kombe la dunia wa mwaka 2014 nchini Brazil. Ni maumivu makubwa sana kumaliza katika namna hii. Tulikuwa na kila kitu mikononi mwetu, na ninaamini kwamba tuna wachezaji sahihi wa kukamilisha hilo vizuri ndani ya uwanja, lakini kama timu tumeshindwa kucheza soka vyema. Mwisho wa kunukuu, na nukuu hii ni kutoka kwa Neuer. Marekani. Timu ya taifa ya Morocco imekuwa ya kwanza kutoka Afrika kutinga hatua ya 16 bora ya fainali za kombe la dunia mwaka 2026 kufuatia kuing'oa Uholanzi kwa penalti 3-2 baada ya sare ya bao 1-1 ndani ya dakika 120 za mchezo huo uliochezwa alfajiri ya Jumanne mjini Monterrey. Mchezo huo ulianza kwa tahadhari kwa pande zote mbili, kila timu ikijaribu kupima uimara wa mwenzake kabla ya kushambuliana. Kipindi cha kwanza kilishuhudia nafasi chache za wazi, huku safu ya ulinzi za timu zote zikionekana kuwa imara zaidi. Kipindi cha pili kilileta msisimko mkubwa baada ya Uholanzi kupata bao kupitia Cody Gakpo dakika ya 71. Bao hilo liliwapa Uholanzi matumaini ya kusonga mbele, huku Morocco ikilazimika kuongeza presha zaidi kwenye lango la wapinzani wao. Jitihada hizo zilizaa matunda katika dakika majeruhi kupitia nyota wa Fulham Issa Diop aliyesawazisha na kuamsha matumaini mapya kwa Simba wa Atlas. Dakika 30 za ziada hazikutosha kumpata mshindi, hivyo mchezo ukaamuliwa kwa mikwaju ya penalti. Katika changamoto hiyo, Morocco ilianza kwa presha baada ya Ainaoi kukosa penalti ya kwanza, lakini Rahimi na Talbi walifunga kwa utulivu mkubwa. Uholanzi nao walijibu kupitia kwa Koopmeiners na Weghorst walipopachika penalti zao, lakini makosa ya Kluivert, Timber na Somerville yaligharimu timu hiyo. Morocco pia iliingia katika presha baada ya Achraf Hakimi kukosa penalti, lakini Saibari alihitimisha kazi kwa kufunga penalti ya mwisho iliyowapa ushindi wa mabao 3-2. Na nahodha wa England Harry Kane mwenye umri wa miaka 32 anatarajiwa kusaini mkataba mpya wa Bayern Munich licha ya kuvutiwa na Barcelona. Uteuzi wa Enzo Maresca kuwa kocha wa Manchester City unaweza kuanzisha mabadiliko makubwa ya kikosi, huku Rico Lewis, Nathan Ake, Nico Gonzalez, Ruben Diaz na Savinho wakitajwa kuwa miongoni mwa wachezaji wanaoweza kuuzwa.
Manchester City wako tayari kutibua mipango ya Tottenham Hotspur ya kumsajili kiungo wa Newcastle United na Italia Sandro Tonali mwenye umri wa miaka 26, licha ya kuwa tayari wamekubaliana kumsajili kiungo wa England Elliot Anderson mwenye umri wa miaka 23 kutoka Nottingham Forest. AC Milan wako tayari kutoa dau la pauni milioni 21.5 kumsajili kiungo wa England Mason Mount mwenye umri wa miaka 27, lakini Manchester United hawana mpango wa kumuuza. Hull City wanakaribia kumsajili kipa wa Rangers Jackie Butland mwenye umri wa miaka 33, huku kipa wa Croatia Ivor Pandur mwenye umri wa miaka 26 akielekea upande wa pili katika dili la kubadilishana wachezaji litakalomrejesha Butland ligi kuu England. Chelsea wanamuona beki wa kushoto wa Rayo Vallecano Pep Cavaria mwenye umri wa miaka 28 kuwa mbadala wa Marc Cucurella mwenye umri wa miaka 27 anayetarajiwa kuuzwa kwenda Real Madrid. Kiungo wa Borussia Dortmund na Ujerumani Felix Nchecha mwenye umri wa miaka 25 yuko tayari kukataa ofa kutoka Newcastle United kwa kuwa anatamani zaidi kuhamia Manchester United. Winga wa Bayern Munich Michael Olise anafahamu kuwa klabu kadhaa zikiwemo Real Madrid na Paris Saint-Germain zinafuatilia kiwango chake akiwa na Ufaransa kwenye kombe la dunia. Mchezaji huyo mwenye miaka 24 anatarajiwa kukutana na Bayern baada ya mashindano hayo kujadili mustakabali wake. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa mchana wa leo. Jamani, asubuhi tena, huu ni mchana bwana. Haya, hapa nikipita na ujumbe wake. Diana Limu anasema wanayanga tuwe makini. Kombe lisije likaibwa hewani na wanasimba. Lisije lika Diana anasema wanayanga muwe makini, kombe lisije likabebwa hewani. Haya bwana. Kipindi hewani ni Mambo Leo kikielekea ukingoni kabisa. Yes, hapa nimetoka kukusogezea habari za michezo.